Yes, karibu tena ndani ya Media Bukavu TV kwa muda wetu wa habari wa mchana wa leo, muda wa saa 5:30 ndani ya Media Bukavu TV. Ni Nelson reporter. Ukiona katika mnara huyu unaelewa tayari imeleta habari gani. Nimewaletea habari tofauti na ndani katika uwanja wa mapambano ya ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, katika eneo pembe zote tunaendelea kusanya habari zote ili tuwaletee habari kwa uhakika na tuwaletee habari kwa saa ya uhakika, kwa sababu unajua kila mara tukiwaletea habari na waletea habari kila muda, mchana na waletea habari ya asubuhi, habari ya mchana, habari ya jioni kwa wakati wao. Kama unataka kujua na mengi zaidi, endelea kujiunga na sisi ili habari kufikie kwa muda kwa kweli, na ukiwa pamoja na sisi habari zitaendelea kufurahisha zaidi na habari zitafikia watu wengi zaidi, kwa sababu mkiendelea kupartage na kuendelea kutuma kila sehemu popote, habari itakuwa ya muhimu zaidi kufikia watu wengi zaidi. Kuna watu wenyewe hawaelewi na kuna watu wengi hawajui mambo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeendelea vipi, na watu wengi katika manchi kigeni wanasikia tu vita ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini kabla wengi hawaelewi ni nini inaendelea huko. Lakini mimi nimekuja kuwaletea habari za kweli na za uhakika, na kwa kweli mashabiki zangu nawashukuru zaidi kuwa pamoja na mimi na kuendelea kuwa na usikilivu mwema, ili katika habari zetu sikupite mara kwa moja, ama sio, na tuendelee kupartage kwa kila sehemu popote, ili habari iendelee kufikia watu wengi zaidi. Na kurasa zangu nakuja kuzifungulia mara moja, unajua nakuja kufungulia katika sehemu za uwanja mapambano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mara moja. Mnakumbuka Ituri tangu jana tarehe 24 wanajeshi wa M23 walianza kuondoka katika sehemu inaitwa Kipesa. Wanajeshi kwa wingi zaidi wa waasi M23 walijiondoa kwenye kambi lao katika eneo ya Ituri, na ni jambo liliendelea kushangaza watu wengi zaidi, kwa sababu ni kwa nini wanajeshi wa wazalendo wanajeshi wa waasi M23 walijiondoa hilo bila mapigano ya wanajeshi wa serikali pamoja na wazalendo. Na kwa kweli ni jambo la mshangazo zaidi, kwa sababu tuliona population ama raia kutokea sehemu, wakahaji kutokea sehemu za huko Rubero wamesherekea zaidi mno na kusema wameshukuru zaidi kuona waasi wa M23 wameondoka. Kwa nini waasi M23 wakiondoka mahali raia population wanaenda kusherekea, na kwa nini waasi M23 wakishika eneo wa raia population wanasherekea? Lakini hizi ni changamoto, itabidi tukuja kufafanua ni kwa tatizo gani, ama sio, na nitakuja kuwapeleka katika eneo ya Mwenga. Katika eneo ya Mwenga, kabla nikuja kuwapeleka Mwenga, ngoja tusikie population kutoka sehemu ya hapo Rubero wamesema nini, kwa sababu kwa wengi wametuzungumzia kusema tayari kama jeshi la waasi M23 wameacha eneo ya Rubero, inamaanisha kama na Goma itakuja kuachika na sehemu ya Bukavu, lakini hatujaona kali ni ya hakika, kwa sababu ni raia population, ni maoni ya wakaaji, lakini sio maoni ya jeshi ya waasi M23. Kama wanajeshi wa M23 wameacha katika eneo ya huko Rubero, inamaanisha kama wanajeshi hao wameenda katika uwanja mapambano. Katika taarifa tuko nayo, kumbuka Masisi, na kwa sasa Masisi inaendelea kuwa na mvurugo zaidi kupitia jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na waasi M23 katika sehemu hii, na kumbuka katika vijiji vinaendelea kuwa na mapigano katika sehemu ya Masisi, kijiji kinayoitwa Kanune na sehemu Kikobo. Hizi ni eneo tayari zinaendelea kuwa na vita katika sehemu ya huko Masisi na kwa sehemu za huko Walikale, na huko tayari wanajeshi wa M23 wanaendelea kupenya kuelekea katika eneo linaloitwa Lumiriki na sehemu inaitwa Lubero, na tayari huko ndio kwenye wanajeshi inaonekana kama walikuwa Rubero, walielekea katika sehemu ya Milika kwenda kupeana msaada kupambana na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika eneo linaloitwa Kanune na huko Kikobo. Hizi ni habari ndio kuwapasha muda sio mchache tu. Kabla niwapasha habari zingine, hebu tusikilize wakaaji kutokea sehemu ya hapo Rubero, mahali wanajeshi huko katika sehemu ya Kipesa. Wakaaji wamesherekea na wanaongea kuhusu nini, kwa sababu wameongea mengi sana kusema
kuhusu waasi wanaanza kuondoka mara kwa moja. Hebu tusikilize. Usishangale mambo yakazidi. Kesho na kesho kutu wataacha Goma, wataacha Bukavu, wataenda kuikala sehemu inaitwa Bunagana Dukatonema. Sisi ndio tunatoka habari ya ukweli. Okay. Lakini mwezi kutudharau, kujua kama lini ndio tujuane. Okay. Lakini waulize nyinyi kwenye kuruka hizi tunajua huko wale wanatumika na hivi pepoa wapo. Wapo kibao. Okay. Wakwambia maneno naongea ile ya uongo. Tunapatia wote taarifa watu wote wa Bukavu, wa Goma, jamani, pamali popote Mungu wavamizi wepo. Wavamizi muda yako iku na wiki. Huku wiki wanatoka Bukavu, wiki wanatoka Goma. Wiki wanatoka Sakila. Yaani kila wiki watakuja wanaondoka. Ile taarifa hii inaangalia. Lakini yote iko na hela. Yote iko na gari nzuri. Yote safari yao. Okay. Mwangalieni swali yenu, mwangalieni vitu vyenu, mvilinda sawa. Ukiangalia mtu anakuja kukukomboa usiku, au bwana tupeleka kwa hapa, usiondoke. Okay. Utaenda kwa huko, anachukua gari, anachukua yaani wanataka kupeleka vita. Kuja makini. Ukisikia risasi zinalia, baki kwa nyumba. Unajua babaye vijana tumesokea hivyo karibu na jiji kwa kunupa usalama na kuulinda jiji ile watoto wote sehemu yote. Amani imesha. Hapo mnasikia tayari kisa anavyozungumza. Amesema kuna wakati jeshi ama waasi M23 hawa watajiondoa katika mji wa Bukavu na mji wa Goma. Hata raia kutokea sehemu ya Goma tumeona kwenye mtandao na paka kutokea sehemu ya huko Bukavu, wote wanaomba usaidizi ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini kupitia matokeo haya yaliyotokea katika eneo ya Rubero, wengi sasa wanaanza kuwa na imani kusema tayari wanajeshi wa M23 watakuja kuondoka kuelekea katika kambi lao ama katika sehemu wanapotokea huko sehemu ya Bunagana. Lakini katika taarifa hili na nitakuja kuwachuza mengi zaidi baadaye, hebu tuendelee kuwapasha eneo zingine kuendelea kupitikana mambo sio mazuri. Mara kwa moja anawapeleka sasa katika sehemu tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, upande wa Mwenga. Kumbuka Mwenga tangu tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 FRDC pamoja na wanajeshi wa FRDC na jeshi la wazalendo wasaidizi wa ndani wanachanganya na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wameendelea kutikisisha katika vijiji ifatazo ndani ya mji ya Walikale. Kwa sasa Walikale samani kidogo katika sehemu ya Mwenga. Tafadhali Mwenga kwa sasa raia population katika sehemu ya Mwenga wameamua kufanya mgomo tangu Jumamosi kwa sababu wanajeshi wa FRDC pamoja na wanajeshi wa wazalendo wameendelea kupie mali ama kunyanyasa raia katika sehemu popote. Katika vijiji vifatazo katika ndani ya Mwenga kituo kuna kijiji, kuna sehemu inaitwa Buziba, Kitutu, Kigushwe, Kakemenge, Kibe. Hizi ni eneo tayari zimeendelea kunyanyaswa na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wanajeshi wa wazalendo, na hawa wamepatikana katika eneo hilo wakiendelea kuleta unyanyasaji katika eneo hivyo. Kwa sasa raia, tunasoma meseji za watu ama taarifa za kutokea huko Mwenga. Kwa sasa raia ama viongozi vya hapo Mwenga vinazungumza katika eneo hizi zinaendelea kuwa na wasiwasi kwa sababu ya wanajeshi wa FRDC pamoja na jeshi la wazalendo. Kwa sababu gani? Jeshi hao wakiingia katika hotelini ama katika mali za wakahaji wanakula bila kulipa,
wanaingia hotelini, wanalala bila kulipa. Na kwa sasa hizi zinaendelea kuleta wasiwasi, kwa sababu raia population katika sehemu ya Mwenga wameendelea kuwa na hofu, kwa sababu mali zao zimeendelea kuingia katika mikono ya jeshi la serikali na wanajeshi wa wazalendo. Na kwa sasa vituo hivi vya kuelekea katika eneo hivi katika Mwenga kituo na vijiji vinaokumbatia Mwenga vimeamua kufungua shule na maduka ama biashara yoyote. Kwa sasa watembezaji wa pikipiki katika sehemu ya Mwenga, hao ndio wameendelea kupata changamoto katika sehemu ya Mwenga. Wanaendelea kubeba wanajeshi hawa wa FARDC na wanajeshi wa wazalendo bila kulipwa pesa yoyote kwa kazi ya usafiri. Na kwa sasa wakaaji pamoja na watembezaji wa pikipiki wameamua kuchukua karibu siku 4 bila kufanya kazi yoyote, na wanaendelea kuomba usaidizi wa jeshi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa kubadilisha viongozi hawa wanaomiliki katika sehemu ya Mwenga. Hii ni taarifa kutokea ndani ya media ya Bukavu TV na kutokea sehemu tayari ya Mwenga. Kumbuka tukiwa na nyinyi pamoja tunaendelea kupata habari kutokea sehemu popote. Na kwa sasa nawapeleka katika sehemu inayoitwa Kabare. Wakaaji wa Kabare tangu muda wa saa 6 jioni mpaka muda wa saa 8 wa jioni kumeonekana waasi wasiojulikana walikuwa wanakumbatia silaha katika mji wa Kabare tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Wakaaji wanajeshi hawa waliingia katika nyumba ya raia ama population katika eneo ya huko Kabare, wakaendelea kunyanyasa raia katika masaa 8 za usiku. Na kwa sasa jeshi la wazalendo walikuja kuelewa kama waasi wameshaingia na tayari wamesha kutoka tayari eneo hili. Hii kupitia taarifa hii ndani ya media ya Bukavu TV utaendelea kuungana na sisi, utaendelea kufahamu mengi ameendelea kupitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na wapeleka mara moja kuwapasha habari zingine kutoka eneo ya huko Ituri. Kumbuka tangu tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 wanajeshi wa wazalendo walifaulu kushika ama kukomboa eneo inaitwa Muchacha ndani katika kijiji cha Muchacha ndani ya eneo inaitwa Mambasa. Kumbuka Ituri hizi ni eneo ilikuwa na jeshi la ADF walikuwa wakishirikiana, wanagomana na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wakiungana na jeshi la Burundi, lakini viongozi la jeshi la Uganda, tafadhali kidogo, kwa sasa viongozi vya wazalendo viliamua kupanda mlima huyu na kuenda kupambana na jeshi hawa katika eneo ya Muchachi ndani ya sehemu ya Mombasa. Katika maeneo hizi wanajeshi hao walichukua muda siku 3 kwa kwenda uwanja mapambano kupambana na wanajeshi wa ADF, lakini wamejaliwa kuchukua eneo hili. Kwa sasa iko kwa mikono ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Muchachi pamoja na jeshi la uko wazalendo. Na wapeleka mara moja katika ndani ya mji Uvira. Tangu leo asubuhi mapambano yameendelea kuonekana katika milima zifuatazo katika sehemu ya uko ndani ya Mikenge na kuelekea ndani ya sehemu ya uko Minembwe na kuelekea sehemu ya Rubarika ndani ya uko Remera. Lakini ndani ya sehemu tumepata taarifa Plene Ruzizi imeendelea kuchukua ama wanajeshi wa waasi M23 wameendelea kuingia kwa wingi zaidi pamoja na magari za kivita kubwa mno. Lakini mambo ya mapambano imeendelea kuwa wasi katika sehemu ya Sud Kivu. Kupitia Bukavu TV tunaendelea kuwa pamoja na sisi, na mkiendelea kuwa na sisi tutaendelea kuwapasha habari zingine kwa muda sio mchache tu. Endelea kufanya subscribe, like, comment ili habari zetu ziwafikie mara kwa moja. Watu wangu, kama unataka kujiunga na sisi ama unataka kutupasha habari zingine, endelea kutuandikia katika nambari ziko pale za WhatsApp ili tuungane na sisi, kwa sababu tunahitaji kuwa na mtu atakuwa anatupasha habari katika eneo yoyote, kila mahali popote kunaendelea kuwa mapambano, kwa sababu kumbuka
kuna wakati hatuwezi kupata habari kutokea eneo zingine, lakini kwa sababu hatuna mtu huko wa kutupasha habari hili, ndio maana tunahimiza kila mtu anaendelea kutufuatilia katika ndani ya media Bukavu TV. Ungana na sisi na kutupea habari, tuendelee kupeperua katika televisheni hii ili iendelee kufikia watu wengi zaidi. Kumbuka, ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuna sehemu zingine hakuna wanajeshi wa FARDC wala wanajeshi wa wazalendo, na kutaonekana vikosi vyenyewe visiyojulikana na vitaendelea kunyanyasa wakaaji na kuua wakaaji, lakini hizo vikosi zitasemwa kama tayari vitakuwa ni wanajeshi wa wazalendo. Ndio maana tunahitaji watu wataungana na sisi katika vijiji vyote, tuwe na watangazaji ama watu wetu wa karibu wa kutupasha habari katika vijiji hivi, tukue tunapepua, kwa sababu habari hizi zinaweza kufikia jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ama wanajeshi wa wazalendo watakuja kukagua, kuelewa hawa majambazi wanajitokeleza kukuja kunyanyasa wa raia katika eneo hili wanatokea upande gani. Hili litaendelea kuleta amani ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kukumbuka, Kongo litajengwa na Wakongomani, Kongo litajengwa na umoja, Kongo halitajengwa na watu yeyote. Hakuna mtu yote atakuja kuleta amani ndani ya Kongo bila raia population wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hao ndio wataungana kwa kurejesha amani na kukimbiza ukabila ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kupitia Bukavu TV tutaendelea kuwapasha habari zetu muda wetu wa jioni, muda saa 12:20. Ukiwa pamoja na mimi ninaendelea kuwapasha habari zetu mara kwa mara, lakini mji wa Walikale mambo yanaendelea kuwa mbaya zaidi, kwa sababu mara kwa mara mapigano yameendelea kutokea katika sehemu tofauti, lakini ndakuja kuwapasha habari ya hakika katika eneo mapigano ilikuwa Walikale iliendelea kutokea sehemu gani, ni kwa sababu gani hili mapigano lilikuwa katika eneo hizi. Pitia media Bukavu TV mtajua mengi. Endelea kufanya subscribe, endelea kujiabone, na Mungu endelee kuwabariki na watakia mchana mwema, na tuje kupatana kwa habari zetu za jioni. Chao chao, tuje kupatana muda wa saa 12:20, na watakia mchana mwema, tuje mpepue katika mambo haya.